Baada ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutangaza kwamba yuko tayari kwa mazungumzo ya maridhiano haya tayari yameanza kufanyika ama tayari yameanza kuungwa mkono na Baraza la Maaskofu TEC. Wamekuja na waraka ambao tunaweza tukaamini kwamba ni sehemu ya kuunga mkono maridhiano haya, lakini si kuunga mkono tu, lakini wamekuja na hoja ambazo zinatakiwa zijadiliwe ama zitekelezwe katika maridhiano. Kwa sababu hajui maridhiano ni kitu gani, maridhiano kwa neno la Kiingereza ni reconciliation. Maridhiano ni makubaliano, mapatano baina ya pande mbili ambazo pengine zilitofautiana. Kwa hiyo hayo ndio tunaita maridhiano. Sasa maridhiano huja ili kupatanisha hizi sehemu mbili. Kauli ya Rais Samia akiwa amemtuma makamu wake wa rais, alisema yuko tayari kufanya maridhiano na hawa wachache. Kwa hiyo kundi la wachache ambalo limekuwa kidogo lina mwelekeo tofauti, sasa yuko tayari kuridhiana. Na sasa tunakuja na makala hii tukieleza kwamba TEC wameunga mkono maridhiano na tayari wametoa hoja za maridhiano, na nitakwenda kutaja hoja 5 ambazo nimeziona ni za muhimu sana ambazo wamekuja nazo TEC katika maridhiano haya. Moja, TEC wanakuja na hoja kwamba haki na ukweli itawale katika taifa. Hiyo ni hoja ya kwanza, ama ni miongoni mwa hoja hizi nimezipanga si kama wao walivyopangia, lakini nimechambua hoja zao. Kwa hiyo kwangu hii ni hoja ya kwanza. Lakini pia wanakuja na hoja ya pili, TEC katika kuridhiana huku wao wanasema maisha ya uadilifu, wanahamasisha maisha ya uadilifu. Lakini TEC namba 3 wanasema waliokamatwa na kuwekwa mahabusu waachiwe. Hoja nyingine namba 4 wanasema mchakato wa katiba mpya. Kwa hiyo TEC wao wanataka katiba mpya. Katiba hii ya mwaka 1977 ni kama wao wanaona kama hawaikubali. Lakini sasa hapa katika mchakato wa katiba mpya, labda na mimi nitatoa maoni yangu kulingana na kile ambacho nakiona. Katika katiba mpya iliwahi kutafutwa mwaka 2014 palipatikana rasimu ya katiba, lakini miongoni mwa mambo yaliyoleta utata ni swala la kuwa na serikali 3. Hili jambo mimi ni miongoni mwa watu ambao hawakubaliani na serikali 3. Sikubaliani na serikali 3 kwa sababu nasimama na msimamo wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alisema kuifufua Tanganyika ni kuua muungano. Panapokuwa na Tanganyika, Zanzibar, alafu Tanzania haipo, kwamba kuna Tanganyika, kuna Zanzibar. Sasa hapa unaua muungano, kwamba hatuwezi kuwa na muungano imara endapo tutakuwa na kitu kinaitwa Tanganyika. Kwa lazima tukubali kuwa na Tanzania, lakini tukubali kuwa na Zanzibar ambapo ni mfumo wa serikali mbili. Kuna watu pia walisema kwamba wanahitaji mfumo wa serikali moja, lakini kuwa na mfumo wa serikali moja ni kama kuipora sasa, ni kama kuwapora Wazanzibari nguvu yao ya kujitawala ambayo wamekuwa wakiendelea nayo kila siku. Kwa hivyo hata kama katiba mpya itatokea, basi muundo wa serikali mbili uendelee. Sisi ni ndugu. Lakini pia katika mfumo huu wa katiba mpya ambayo inaombwa, kwa hiyo wazingatie sana TEC katika changamoto kubwa hiyo ya muundo wa serikali, kwamba
tuje na serikali ngapi. Na natahadharisha kupigia chapuo serikali 3 au serikali 1 ni kucheza na muungano. Kucheza na muungano kwamba tunapokosa muungano tutajibagua kwamba Watanganyika, Wazanzibari, Watanganyika, Wazanzibari. Lakini tukiuondoa muungano, kama alivyosema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tukiuondoa muungano tutaanza kubaguana, huyu Mpemba, huyu Munguja, tutaanza kubaguana, huyu wa kusini, huyu wa kaskazini. Kwa hiyo muungano ni kitu ambacho tunatakiwa kukilinda kwa nguvu kubwa. Tuache mihemko, tuache papara. Kwa hiyo tunapokwenda kuidai katiba mpya, tuhakikishe, kwa maoni yangu natoa, muundo wa serikali 2 ambao utahakikisha muungano wetu unabaki salama, muungano wetu unaendelea. Wakubwa wenye nguvu wanaungana, wanyonge wanatengana. Tuungane ili tuendelee kuwa wenye nguvu. Lakini teki wamekuja na hoja namba 5 wakisema kusikiliza wananchi. Teki wanataka wananchi wasikilize, waendelee kusikiliza, viongozi wasikilize wananchi. Kwa hiyo teki wamekuja na hoja nyingi, na mimi nimeona hoja hizi 5 wamekuja nazo teki. Kwa hivyo kwa mtu ambaye hajui ama hafahamu maridhiano, hata wewe unaweza ukaja katika maridhiano ukatoa hoja yako. Nataka nchi yetu maridhiano ni mtu kuja na hoja ambayo inajenga ama inalenga kujenga nchi. Kwa hivyo teki hawakubaliani hata kidogo na vurugu zingine. Teki hawakubaliani na utengano wa taifa. Teki hawakubaliani na fujo. Teki hawakubaliani na kuligawa taifa letu. Kwa hiyo nashauri mara zote kwamba hakuna njia nzuri ya kudai haki. Hakuna njia nzuri ya kudai haki kama njia ya mazungumzo. Vurugu haijawahi kuwa na faida. Na Tanzania kama kisiwa cha amani, nchi ambayo ilipata uhuru kwa amani. Sisi uhuru tumeupata kwa amani, kwa kukaa mezani. Tunatakiwa tuuendeleze utamaduni huu. Tukishindwa kuilinda amani yetu, tutaingia hasara. Kwa hiyo tutaingia hasara katika mambo mengi. Mojawapo ya jambo kubwa kabisa ambalo tutaingia hasara ni katika sekta za uwekezaji, sekta za biashara, sekta za utalii. Watu watakapotaka kuja Tanzania watashindwa kuja kwa sababu wataona hakuna amani. Badala yake majirani zetu wataingia. Kwa hiyo hizi chokochoko ama mtego wa kukosesha amani, najaribu kuwaibia siri wafuatiliaji wangu mweze kujua. Majirani zetu wanafurahia sisi kugombana. Majirani zetu wanatamani tugombane ili zile fursa ambazo tumekuwa tukizibeba, kwa sababu sisi tunaongoza kwa amani. Afrika nzima, Tanzania inaongoza kwa amani. Kwa hiyo tunabeba fursa nyingi. Mtu yeyote anayetaka kufanya biashara kubwa kwa mtaji mkubwa, asiyetaka riski, asiyetaka hasara, hukimbilia Tanzania. Kwa hiyo badala yake itakuwa kwamba Tanzania hapa imechafuka, njoo huku. Ndio ujasusi wa kiuchumi. Sasa tusiingizwe huko tukaingia hasara. Kwa hivyo teki wameyakubali maridhiano na hoja zao katika maridhiano. Wanataka haki na ukweli utawale katika taifa. Wanataka maisha ya uadilifu. Wanataka waliokamatwa na kuweka mahabusu waachiwe. Wanataka mchakato wa katiba mpya. Wanataka kusikiliza wananchi. Hayo ni mambo ambayo teki wanayataka. Wewe katika kujenga amani kwa njia ya amani, katika kujenga nchi yetu ya Tanzania, katika kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa imara, una maoni gani? Nini kifanyike? Asanteni.